Ya, nipo katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, uwanja ambao utatumika pakubwa hapo kesho, siku ya Jumapili, kati ya Nairobi United dhidi ya Azam Sports Club katika mchuano wa kuwania taji la shirikisho barani Afrika, na ni uwanja ambao kwa kiko kiutazama ni uwanja kongwe, uwanja wa zamani tangu miaka 85 huko, ambapo ulijengwa na kuanza kutumiwa rasmi, uwanja wa nyumbani wa Nairobi United, ambapo watakuwa na kila sababu ya kutafuta matokeo katika uwanja huu dhidi ya Azam chini ya mwalimu Ibenge. Pia vile vile hawajafika Nairobi kwa ajili ya kutalii tu, hawajafika Nairobi kwa ajili ya kushangazwa na dunia, maendeleo ambao kwa hakika yanashuhudiwa katika jiji kuu la Nairobi. Hawajafika kuona barabara za ghorofa ama majumba marefu. Wao wamekuja hapa kwa biashara moja tu, kutafuta ushindi liwe liwalo, inye isinye, kwa hali na mali, vijana wa Ibenge kwa ajili ya kuweza kupata matokeo. Kimsimamo hawapo vizuri kundini, kisa na maana wapo wakiwa na burura mkia, unaona, dhidi ya wapinzani wao kutoka magharibi na kaskazini. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ndani ya dakika 90 tutakuwa tunaweza kuvua ama kutambua mbivu na mbichi katika uga huu, uwanja ambao kwa hakika umetumika wakati wa michuano ya CHAN. Tumeshuhudia Morocco wakicheza hapa, tumeshuhudia Algeria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chipolopolo ya Zambia, tumeshuhudia pia vile vile Benin, tumeshuhudia Morocco wakititiga hapa, na mwisho wa siku ikawa ni eneo salama kabisa kwa mchezo wa soka kutitigwa. Na pia kumbuka, ni eneo maalum ambapo itatumika, venue itatumika na wakati wa michuano ya dimba la AFCON mwaka ujao. Manake Kenya, Uganda na Tanzania ndio wenyeji wa michuano hii, unaona, AFCON 2027. Kenya, Uganda na Tanzania. Kuna uwanja wa Raila Odinga, ni uwanja wa kimataifa wa kisasa kabisa, katika barabara ya Ngong, takriban dakika 10 tu kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Na pia vile vile kuna ule uwanja wa Kasarani ambapo pia vile vile itafanyiwa ukarabati wa kutosha na tuweze kuona mazingira yake iko vipi. Miundombinu kwa hakika, barabara, reli na labda pengine angatua safi kabisa, achia mbali usalama pamoja na uwepo wa mashabiki ambao watafika kwa fujo isiyoumiza, ili walau kuweza kuchagiza vijana wa Afrika Mashariki kuweza kuonekana na kuonesha ubora wao. Kwa hiyo unaona, mitambo hii ni dalili tosha kwamba tupo hapa kwa ajili ya kuweza kushuhudia. Kwa wale ambao watashindwa kufika viwanjani, wataweza kushuhudia mapambano haya kupitia runinga mbalimbali, Azam Media, iwe ni Supersport TV na kadhalika. Unaona mitambo ya kisasa kabisa, mashine hizi tunaita 4K cameras, muhimu sana. Kwa hiyo kweni ange, vijana wa Nairobi, nimetembea kiasi cha haja huko, wanasema kweni rada. Kweni rada bana, kwa ajili ya kuweza kufurahia. Kina Fei Toto watakuwepo, nimemwona Aishi Manula, wanamuita mwenyewe mpambanaji Ea Manula, zama zake akiwa Simba na wakina Boko, amekuwa katika timu ya taifa. Tumeshuhudia yale ambao alifanya, na pia vile vile kocha Ibenge anayepia kufanya ama anayepia kutekeleza katika uwanja huu hapa jijini Nairobi. Kwa hayo na mengine mengi, zidi kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Unapozungumzia YouTube, tupo kwa maana Bonga Boli Sports, Bonga Tube Media, Habari 254 na Swahili TV. Na kwa upande wa Facebook pia vile vile ni Michael Were Muhusia, Bonga Boli ama Bonga Tube Media, na pia vile Swahili TV. Kwa hiyo tupo muda wote kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu ipasavyo, na siku zote tunaganda viwanjani tukifahamu fika kwamba michezo ni afya kutokana na mazoezi, michezo ni burudani kutokana na udambi unaoshuhudiwa mara kwa mara, michezo pia vile vile ni ajira. Hii ni Bonga Boli Sports na Michael Were Muhusia, mzee wa kutema madini viwanjani.
Naona mambo bwana. Kule juu. Mitambo ya kisasa hii ambayo inatumika kwa ajili ya kupeperusha matangazo. Namwona ndugu hapa. Ndugu vipi bwana? Mambo vipi? Inakuaje bwana? Fahamisha watu bwana kuhusiana na dimba ama mtambo huu wa kisasa. Hapa ndio jikoni bwana. Ndio jikoni So nini nafanyika hapa swa? Hapa tunatengeneza picha, rangi. Hizi zinaitwa CP, hizi ndio zinatengeneza rangi. Kama jua ni kali tunapunguza. Una balance. Kama ni kala ya kiwanja tunaipea rangi yake. Okay. Wow, muhimu sana. Kila kitu, hizo ndo server za kamera. Kisikia ni kamera za kisasa, broadcast quality ndio. Noma sana bwana mti yangu. Wow, hatari. Kwa hiyo wewe ndio fundi wa kitambo ama fundi wa mitambo? Fundi wa mitambo. Sorry. Fundi wa mitambo hapo bwana. Kwa hiyo nitakuwa naingia hapa. Niaje mti yangu? Niaje. Safi sana. Niko fiti, nilipata? Yeah. So niko na mrembo hapa bana kutoka Nairobi, mtoto wa kike bana Inakuaje? How is you? I can see you are ready for a serious assignment tomorrow. Tunajaribu. Last minute preparation alafu tutakuwa ready. Wow. Yeah, that's great. You are head of production. Ndiye anasimamisha nazalisha matangazo udada huyu. Hatari sana. Alafu tutu. Wana tunatumia channel mbili. Noma sana bana. So katika hili inabidi sasa nitafute mpambanaji hapa. Sijui amepotelea wapi. Hizo bibi. Tuone inakuaje. Sijui jamaa wangu ameenda wapi. Jamaa wangu amepotea bana. So nasubiri kushuhudia mapambano hapo kesho, Azam takapopanga makupiga dhidi ya Nairobi United katika uwanja huu. Naona uwanja jinsi ulivyo upo tayari kabisa kwa majukumu hapo kesho, na tuweze kuona ubora wa mchezaji ambaye ametitiga katika mashindano ya AFCON kwa faida ya Taifa Stars ya Tanzania. Hapa nikimrejelea kiungo mpambanaji kwa maana Faisal Toto ama Fei Toto, unaona Mzanzibari katika ubora wake, na ni uwanja wa mapambano na si mapatano hata chembe, kama anavyosema kila wakati. Kila mtu anapopewa nafasi lazima adhihirishe ubora ama uwezo wake uwanjani, manake mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa hadharani. Kila mmoja anaonyesha kile ambacho kwa hakika amejaliwa kwalo. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya kuweza kusikiza kutoka kwao, manake kuna nafasi ya kipekee ya kuweza kufanya mahojiano na wachezaji pamoja na walimu, na kisha kuwaruhusu wapate opportunity ya kuingia uwanjani kupasha misuli moto, kwa maana kupiga njaramba tayari kwa mapambano hapo kesho Jumapili. Kumbuka ni taji la shirikisho barani Afrika, na ukumbuke taji hili limenyakuliwa na Gor Mahia mwaka 1000. Vipi bwana mti yangu? Wewe ni shabiki wa Gor Mahia, unaona hilo jezi ya Gor Mahia. Inakuaje bwana mti yangu bwana? Salama man. Kwaje? Kesho tarajia nini bwana? Naona tupo hapa kwa ajili ya kushuhudia mapambano. Kesho baadaye tukuje tu support na boys. Of course manze, unahitaji ushindi kesho manze. Na tukipatia hiyo support at least utakuwa na hiyo morale ya kupiga bao. Azam si ati ni timu nyingine like inatupatia pressure. Tukuje tu hapa tujicompose, tupige mechi manze, tupige ball. Sisi tutakuja hapa tuwapigie tuwapatie support. Ni mcheze party yenu. Bwana, kuna mchezaji bwana ametoka AFCON, Fei Toto. Kuna Aishi Manula. Bwana, kikosi kimesheheni wachezaji wenye uwezo mkubwa. Najua
unajua. Unajua ni money team. Au ni money team. Hata Nairobi United manzi wame. Nairobi United ni pesa, hii ni serikali mzee. Wamemwaga pesa mbaya. So kesho may the best team win manzi. Shalton Online TV pale YouTube manzi. Unaweza tu support. Muhimu sana bwana. Mfuatilie pale Shalton TV pale YouTube. Bila shaka na Tema Madini kila uchao. Shukrani za dhati mzee.